mbele hizo machinery zetu. Kwa hiyo tukiingia Manyoni, pamoja na kukagua miradi ya serikali, pamoja na kuzungumza na wananchi, tutashuka kwenye mashina yetu kuongea na mabalozi wetu, kuongea na kamati za mashina. Baada ya hapo tunakwenda sasa kwenye mkutano wa kero, kwenda kusikiliza umma unatuambia nini. Kwa hiyo itakuwa ni ziara nzuri, ziara ambayo itakwenda kusikiliza watu, kama ambavyo mwenyekiti wa chama ameelekeza kwamba chama lazima kisikilize wananchi wake. Hivyo nitumie fursa hii katika kuhitimisha, moja, kuwakaribisha waandishi wa habari. Karibuni sana katika ziara yetu, na tunawashukuru namna ambavyo mnaripoti matukio ndani ya nchi yetu, na hii inathibitisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari ndani ya taifa letu uko vizuri, na ndio maana leo mmejaa kwa wingi namna hii. Lakini jambo la pili, niwaombe kuwaalika wananchi wa mkoa wa Singida kuweza kujitokeza katika mikutano yetu. Tunakwenda kuitenda kazi ambayo wametupa ya kwenda kuisimamia serikali yetu. Lakini jambo la tatu, nitumie fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa umma katika maeneo ambayo tunakwenda. Wale ambao wanaona kwamba kuna kero zitawagusa, wawepo eneo la mkutano. Haitapendeza tufike huko kiongozi wa serikali ambaye analipwa mshahara hayupo. Chama hakitasita kuchukua hatua mara moja. Hivyo nitumie fursa hii kuwaomba viongozi wa umma tushirikiane, twende tukasikilize wananchi, tujue wana nini, na majawabu yatatolewa hapo kwamba nini kinapaswa kufanyika. Lakini tutazingatia kauli mbiu yetu, kazi na utu, tunasonga mbele, kwa sababu chama chetu, Chama cha Mapinduzi, chama cha Watanzania, ni chama ambacho kinathamini utu wa kila mmoja. Hivyo baada ya kusema maneno hayo,